Lakini nyinyi mwasema kwamba mahali pa kumwabudia Mungu ni kule Yerusalemu. Yesu akamwambia, niamini, wakati unakuja ambapo hamtamwabudu Baba juu ya mlima huu wala kule Yerusalemu. Nyinyi wa Samaria mnamwabudu yule asiyemjua, lakini sisi tunamjua huyo tunayemwabudu. Kwa maana wokovu unatoka kwa Wayahudi, lakini wakati waja tena umekwisha wasili, ambapo wenye kuabudu wa kweli watamwabudu Baba katika roho na kweli. Maana Baba anawataka watu wanaomwabudu namna hiyo. Mungu ni roho, na watu wanaomwabudu lazima wamwabudu kwa roho na kweli. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alikuwa anaongea na mwanamke Msamaria. Wakati wamekutana naye pale, alikuwa anamuelezea ampe maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanamke Msamaria hakuwa anamfahamu Yesu. Alikuwa anaendelea kumuuliza maswali. Lakini tunaona kwamba anamuuliza kwamba wakati amemwambia mambo yake, anamuuliza kwamba ninaona wewe Bwana ni nabii. Lakini alimwambia kwamba kuna wakati utakuja watu hawatamwabudu Bwana kwa mlima huu. Maana Wasamaria, kumbuka Wasamaria na Wayahudi hawakuwa wanachangamana. Walikuwa ni maadui. Lakini kumbuka kwamba Wasamaria na Wayahudi walikuwa ni Wayahudi wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nimewahi wafundisha kwamba utengano ulitokea wapi. Nimewahi wafundisha, sijui kama kuna mwenye amekumbuka. Lakini hawakuwa wanachangamana. Walikuwa ni wadui mkubwa. Lakini wakati wa Samaria pale walikuwa wanaabudu kwa mlima na Wayahudi walikuwa wanaabudu pale Yerusalemu. Lakini Yesu anamwambia kwamba kuna wakati utakuja na umesaa kufika, kwa sababu Yesu amesafika. Kwa hivyo alikuwa anaombea kwamba waabudu halisi watamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaabudiwa kwa roho na kweli. Wakati ule Mungu alikuwa anaabudiwa kimwili, maana roho wa Mungu haukuwa duniani. Wayahudi walikuwa wanamwabudu Mungu kwa kimwili, walikuwa wanatumia ile sheria kumtafuta Mungu. Lakini wakati Yesu alikuja, Yesu alileta Roho Mtakatifu. Wakati huu wa sasa tunamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unamwabudu Mungu, unaenda unapiga magoti chini, unamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Kwa roho na kweli ina maana ya kwamba wakati unatubu dhambi zako zinatoka ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Unatubu, unamlilia Mungu, hiyo ndio kumwabudu Mungu. Maana wengi hatujui kumwabudu Mungu ni kitu gani. Kumwabudu Mungu hatujui ni kitu gani, kwa sababu kumwabudu Mungu ina maana ya kwamba Mungu anaabudiwa jinsi vile alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunapitia majaribu, mateso, tunaanza kumlaumu, tunaanza kulaumu Mungu. Mungu hataki hivyo. Mungu hataki mtu wa kulalamika. Mungu hataki mtu wa kunung'unika. Mungu anataka mtu yule ambaye anamwabudu jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio watu wale ambao wanamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Maana waabudu halisi wanamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Ingawa umelala njaa, bado unasema wewe ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anastahili sifa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunaongojea tunabarikiwa, wakati tuko na pesa kwa mfuko ndio tunamwabudu Mungu, ndio tunaenda kanisani, ndio tunaanza kusema Yesu ni Bwana. Lakini wakati tumekosa, wakati tumelala njaa, tunaanza kulalamika, tumwabudu Mungu. Tunaanza kulalamika hata hiyo nyumba haikaliki tena. Nyumba ni kisirani, unapita unagonga vitu kwa maana hauna pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nyumba inakuwa ni kisirani. Mtu akikujibu kidogo unaona kama amekuongeleza vibaya, kwa sababu hujajua kumwabudu Mungu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nakuletea hili neno na kuambia kwamba wakati umefika na wakati ndio huu ambaye Mungu wetu anafaa kuabudiwa kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasoma kitabu cha Ufunuo 4 mstari ule wa 10 na ngapi? 19. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba kuna ibada ile ambayo inafanyika mbinguni, ibada ambayo inafanyika mbinguni ambayo wasee 24 wanamwabudu Mungu. Wasee 24 wanamwabudu Mungu na wale viumbe wanne wanamtukuza Mungu. Maana pale ndio ibada ilianzia pale. Wakati tunasoma kitabu hiki cha Ufunuo, tuanzie ule mstari wa 8. Nataka unisomee kuanzia ule mstari wa 8.
Kitabu cha Ufunuo 4 mstari ule wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 4 mstari wa 8 inasema, viumbe hao wanne walikuwa na mabawa 6 kila mmoja, na walikuwa wamejaa macho ndani na nje, usiku na mchana, bila kupumzika, huimba, mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye nguvu, aliyekuwako, aliyeko na anayekuja. Kila mara viumbe hao wanne walipomtukuza na kumheshimu na kumshukuru huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi, ambaye anaishi milele na milele, wale wazee 24 hujiangusha mbele ya huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi na kumwabudu huyo ambaye anaishi milele na milele, na huziweka taji zao mbele ya kiti cha enzi, wakisema, wastahili Bwana na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na nguvu, maana wewe uliumba vitu vyote, na kwa matakwa yako viliumbwa na vipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Viumbe mbinguni wanamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pale ndio kile kibiri tunaita praise and worship. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio ibada ambayo inafanyika mbinguni. Wewe utakuwa ya kwamba una praise and worship, lakini uchumi maana yake ni nini? Ibada hii ilitoka hapa. Maana viumbe wanne wana praise Mungu pale mbinguni, na wasee 24 wana worship. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inafanyika pale mbinguni. Kwa hivyo wasee 24 wanatoa taji zao, wanasiweka chini, wanamwabudu Mungu. Wewe ni Baba muumba vyote, mbingu na dunia. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nakuletea hili neno, nakwambia kwamba Mungu anafaa kuabudiwa kwa roho na kweli. Ingawa umelala njaa, unamwambia bado wewe ni Bwana. Ingawa unapitia mashida, unamwambia bado wewe ni Mungu wangu. Mungu anatakanga hivyo. Wakati ule ambaye unamwabudu Mungu kwa roho na kweli, Mungu anashuka mahali hapo, anakuja kufungua milango ambayo imefungwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ukitambua hili, upige magoti ukamwombe Mungu, Mungu atashuka mahali hapo. Wewe ambao unapitia shida kwa muda mrefu, Mungu ataenda kushuka mahali hapo, aende kufungua milango ambayo imefungwa na shetani, aende kukuinua wewe ambaye uko chini, aende kukutendea wewe ambao umeteseka kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anashuka mahali hapo. Wakati ule unaenda mwabudu kwa roho na kweli, unasema ya kwamba ingawa nimekosa leo, bado wewe ni Baba. Maana wasee 24 wanatoa taji zao, wanamwabudu, wanamwambia wewe ni Mungu ambaye hakuna mwingine kama wewe. Kwa hivyo unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo kumwabudu kwa Mungu kwa roho na kweli. Mungu kutoka moyo wako ukatubu dhambi zako kutoka ndani ya moyo, ili akashuke mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi hatuchui kutubu dhambi zetu. Dhambi unatubu dhambi zetu kutoka moyoni. Dhambi zako unazitubu kutoka moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu, nisamehe dhambi zangu. Wakati unaomba unamulilia Mungu, unamulilia kutoka ndani ya moyo wako. Yesu anashuka mahali pale. Wakati unamwabudu Mungu kwa roho na kweli, Roho Mtakatifu anashuka ndani kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Maana unamwabudu kutoka ndani ya roho yako, unamwambia kwamba mimi ingawa nimekosa, mimi bado wewe ni Baba, hakuna mwingine kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine hatujajua hilo. Tunakuja kanisani tukiokoka, tukimwomba Mungu kidogo, tukitoka pale nje tukilala njaa, tunaanza kulalamika, tunaweka Biblia kando, tunaanza kuwa na kisirani huko na huko. Hiyo nyumba ikariki kwa sababu umekosa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hataki hivyo. Mungu wetu anataka umwabudu jinsi ulivyo. Katika hayo mateso ukamwabudu Mungu. Mateso yakisikutoe kwa Yesu, umwabudu Mungu bado mwambie wewe ni Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama wewe ni wewe mmoja wao, unaenda na mwacha Mungu na tupa Biblia kando wakati umepatana na mateso, toa ya kwamba utamwabudu Mungu kwa roho na kweli. Na Mungu anaabudiwa kwa roho na kweli. Maana andiko linasema ya kwamba wamwabudu Mungu halisi ni wale ambao wanamwabudu kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukitaka kumwabudu Mungu, Mungu anaabudiwa kwa roho na kweli. Na watu wale ambao wanamwabudu Mungu kwa roho na kweli, hawatishwi na shida, hawatishwi na magonjwa, hawatishwi na kukosa, bali wanaendelea kumwabudu Mungu, wanaendelea kumwambia kwamba wewe ni Baba, hakuna mwingine kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuwa mshindi katika maisha yako yote, lazima ujue kumwabudu Mungu kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie yale ambayo unayoyapitia. Hayo unayoyapitia Mungu anayajua. Wewe endelea kumwabudu. Endelea kumwambia wewe ni Baba. Wewe unastahili.
Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtu alisomea kitabu, kuna maandiko ambayo nayapenda yako katika kitabu cha Danieli 3. Danieli 3 ule mstari wa 10 na ngapi? Kitabu cha Danieli 3 ule mstari wa 16. Nisome. Shadrach, Meshach